Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Yo, ladies and gentlemen, guys and sisters, wagwan. Moja kati ya issue ambayo imekuwa ni kubwa ile kinoma noma kutoka kitaa hiki hapa cha entertainment industry ni kuhusiana na issue nzima ya wafuasi wa rais wa nchi ya Marekani Donald Trump wameonyeshwa kutokuridhishwa baada ya rais huyo kupewa muda mfupi wa kuonekana kwenye matangazo ya television wakati wa mchezo wa tatu wa finali za NBA katika ukumbi wa Madison Square Garden, kwa ufupi MCG. Rais Donald Trump aliandika historia ya kuwa rais wa kwanza wa nchi ya Marekani aliye madarakani kuhudhuria mchezo wa fainali za NBA. Hata hivyo, watazamaji walibaini kuwa alionyeshwa mara chache kwenye matangazo ya ESPN ikilinganishwa na mastaa wengine waliohudhuria katika mchezo huo. Tunaposema kuhusiana nzima ya ESPN, hiki ni kifupi cha neno ambalo linasomeka kama Entertainment and Sports Programming Network, ambapo huu ni moja kati ya mtandao mkubwa zaidi wa television kwa upande wa michezo duniani ambao unamilikiwa na The Walt Disney Company. Sasa unaambiwa hivi, kwa mujibu wa malalamiko ya baadhi ya wafuasi wa Rais Donald Trump, wanasema kuwa watu mashuhuri kama Ben Stiller, Spike Lee pamoja na mtu kama Fat Joe na wengine kibao waliweza kuonyeshwa mara nyingi zaidi kuliko Rais Donald Trump. Hata hivyo, vyanzo vya ESPN vilizungumza na vyombo vya habari na vikasema kuwa hali hiyo haikuwa ya kisiasa kama baadhi ya watu walivyodhani. Kwa mujibu wa maelezo hayo, Trump alikuwa ameketi ndani ya eneo maalumu lenye ulinzi mkali na vioo visivyopenya risasi, jambo lilomfanya iwe ni vigumu zaidi kwa kamera za kawaida kupiga picha mara kwa mara kama ilivyo kwa watu wengine mashuhuri waliokuwa wameketi karibu na uwanja. Aidha, baadhi ya mastaa walioonekana mara nyingi kwenye matangazo ni mashabiki wa muda mrefu wa NBA na wageni wa kawaida katika michezo mikubwa, hivyo hupewa nafasi kubwa katika matangazo kutokana na uhusiano wao na mchezo huo. Sasa baada ya hawa washikaji ambao wanakwenda kwa jina la ESPN kuweza kujibu, unaambiwa moja kati ya tukio ambalo liliweza kuwaacha watu midomo wazi ni kuhusiana na issue nzima ya wakati Rais Donald Trump alipoonyeshwa kwenye skrini za ukumbi huo, baadhi ya mashabiki waliripotiwa kupiga kelele za kumzomea huku wengine wakimshangilia. Tukio hilo lilisambaa haraka kwenye mitandao ya kijamii na kuongeza mjadala mkubwa kuhusu nafasi ya siasa katika matukio ya michezo. Watu wengine ambao waliweza kupata issue nzima ya heshima ya kuweza kupoa katika usiku ule wa finali za NBA ni pamoja na rapper Cardi B. Rapper Cardi B alipata nafasi ya kuweza kuperform mbele ya Rais Donald Trump katika finali hizo za NBA kwa mwaka 2026 ambazo zilifanyika Juni 8 mwaka 2026 katika ukumbi wa Madison Square Garden uliopo jijini New York City. Na unaambiwa huu ulikuwa ni mchezo wa kwanza wa finali za NBA kuweza kuchezwa ndani ya ukumbi huu wa Madison Square Garden tangu mwaka 1999, ambapo mechi ambazo zilikuwa zinahusika iliweza kuikutanisha timu ya San Antonio ambayo iliondoka na ushindi wa vikapu 115 dhidi ya timu ya New York Knicks ambayo iliondoka kwa vikapu 111. So, ladies and gentlemen, maoni yako ni yapi katika hii hapa ambao umetoka kuweza kuisikiliza right now? Acha comment yako hapo chini, then mimi nitapita nao katika episode ambayo inafuata. Hii inaitwa Kasako Media. Ladies and gentlemen, guys and sisters, fanya kama una subscribe kwa ajili ya kuweza kupata more infos ambazo zina drop hapa, and then uwe ni moja kati ya mtu ambaye unajisanukisha kuhusiana na nzima ya kuwa wa kwanza kuweza kupata habari kutoka kitaa hiki hapa cha Kasako Media. Daddy, father of 6 babies, Kelvin K.O. right now behind the mic. The Ghost's voice, holla at your boy, say what? Pua. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.